Yeah. Baba Levo, bado una ndoto ya kugombea ubunge? Nina ndoto na nitatia nia mwaka 2025. Okay. Mwaka huu nitatia nia ya kugombea na nitaangalia kama ni udiwani au ubunge, lakini ni lazima nitagombea. Ila ulivyojipima yani kote unafiti? Sio kujipima tu, ni nafiti, kwa sababu I know that. Unajua watu wengi wanaweza kukuona ni mtu wa hovyo, huyu ni mtu aje na kila kitu kwao, lakini kuna mahala ukifika watu wanajua kama huyu mtu ni mtu wa kazi, ni mtu ambaye anaweza kutuvusha kutoka eneo moja baada lingine, na nimeshafanya hivyo. Kwa hiyo mimi nikienda kuomba kura siombi kama Chazi wewe ukienda kuomba kura, kwa sababu wewe ni mpya, watu hawakujui, hawajui utendaji wako, hawajui ukishachaguliwa unakuwa na roho ya aina gani na kila kitu. Mimi nimeshakuwa diwani miaka mitano. Kwa hiyo nikienda naenda kuomba ukiwa ninajinasibu kwa yale ambayo niliweza kuyafanya kwa miaka mitano. So the people wanajua shughuli yangu. So nitaenda kutia nia na nitachukua fomu kwa ajili ya kugombea. Kupitia chama gani? CCM. Okay. Nitachukua fomu kupitia CCM. Kwa natia nia kabisa ya wazi kabisa. Chama cha Mapinduzi ndio chama ambacho nitatia nia, na nitaingia kwenye kura za maoni kwa ajili ya kuomba wajumbe kama watanipa. Lakini inavyoonekana utagombea udiwani, kwa sababu ungekuwa unagombea ubunge wewe. Ungeshapotelea kwenye kata zile tayari. Haijaruhusiwa kufanya kampeni kabla. Unajua shida ni kwamba mimi hichi chama cha Mapinduzi, mimi ni kada mpya. Hauna muda mrefu. Kwa kuna vitu vingi ndio sisi tulitarajia, kwa sababu ni kada mpya. Utumie nguvu kubwa zaidi ukitumia hiyo nguvu sasa hivi ina kudisqualify kwa sheria ambazo nimekutana nazo kwenye chama cha Mapinduzi. Ukionekana uko unafanya kampeni kabla ya muda, filimbi haijalia, ina kuondoa kwenye mchakato. Wewe sio risk taker, unajua. Sasa alafu pili, kwa mfano kama nagombea udiwani kata ya Mwanga Kaskazini, CCM wananijua. Mwanga sasa bila jimbo la Kigoma mjini, CCM, Chadema, ACT pamoja na wananchi wananijua. Kwa hiyo mimi naenda kugombea sehemu ambapo Zito kama nimeona ameshachukua. Afu kwa Kigoma mjini sio moja ya majimbo ambayo yamegawanywa. Imeshindikana kwa sababu ya wingi wa wapiga kura nadhani. Kwa sababu Kigoma mjini ina watu kama 225,000 hivi, ambao ni wachache sana. Haiwezi qualify. Kwa hiyo mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Rufani Jacobs Mwambegele ametangaza ongezeko la majimbo mapya 8 ya uchaguzi katika mikoa mbalimbali na kufanya jumla ya majimbo kuwa 272. Ambapo 222 yako Tanzania bara, huku 50 yakiwa Zanzibari. Kwa kuzingatia vigezo hivyo na masharti ya ibara ya 75 ibara ndogo ya kwanza, ya pili na ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, ikisomwa pamoja na kanuni ya 18 ndogo ya 7 ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka 2024, baada ya kuchakata maombi husika, tume imekubali na kuanzisha majimbo mapya 8 yafuatayo. Mkoa wa Dar es Salaam yameanzishwa majimbo mapya 2 kama ifuatavyo. Mosi, jimbo la uchaguzi la Ukonga limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Kivule. Na pili, jimbo la uchaguzi la Mbagala limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Chamazi. B, mkoa wa Dodoma limeanzishwa jimbo jipya 1, ambapo jimbo la uchaguzi la Dodoma mjini limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Mtumba. C, mkoa wa Mbeya limeanzishwa jimbo jipya 1, ambapo jimbo la uchaguzi la Mbeya mjini limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Uyole. D, mkoa wa Simiyu limeanzishwa jimbo jipya 1,
ambapo jimbo la uchaguzi la Bariadi limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Bariadi mjini. Mkoa wa Geita. Yameanzishwa majimbo mawili kama ifuatavyo. Mosi, jimbo la uchaguzi la Busanda limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Katoro. Na pili, jimbo la uchaguzi la Chato limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Chato Kusini. Mkoa wa Shinyanga limeanzishwa jimbo jipya moja, ambapo jimbo la uchaguzi la Solwa limegawanya na kuanzisha jimbo jipya la uchaguzi la Itwangi. Haya, huyo ni jaji wa mahakama ya rufani Jacobs Mwambegele akizungumza. Mbeya imegawa? Mbeya mjini na Uyole.